Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tunaitazama vita kati ya Warusi na wa Ukraine. Wakati huu inaonekana kama vile rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin yupo katika hasira kali, huku akifanya mashambulizi makali kupitia majeshi yake ndani ya Ukraine. Urusi inafanya mashambulizi kila mahali, inafanya mashambulizi katika mji mkuu wa Ukraine, mji wa Kiev, na inafanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, huku raia wakionekana kuumizwa na mashambulizi haya, hali ya kuwa inafikia hatua baadhi ya maeneo yanakosekana nishati ya umeme. Wananchi katika maeneo mbalimbali wakihojiwa na vyombo vya habari wanauliza iko wapi huruma ya rais wa Urusi Vladimir Putin? Ni nini hasa wamemkosea? Lakini kubwa ni rais wa Ukraine, rais wao Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye kwa mujibu wa Putin anasema ndiye sababu anayesababisha yote haya kutokea. Rais wa Urusi Bwana Putin aliamua kuingia katika mazungumzo ya kumaliza mzozo huo kwa amani kabisa. Ingawa mzozo huo ulianza kwa mazungumzo, hatimaye wakaingia katika mapambano, lakini wakati huu rais Putin anasema Urusi wakati wote ipo huru kwa ajili ya kufanya mazungumzo kati yake na Ukraine. Lakini wakati mazungumzo yakiwa yanaendelea, ni rais wa Ukraine aliyeagiza majeshi yake kufanya mashambulizi ndani kabisa mwa Urusi, ambapo amesababisha hasara ya mabilioni ya dola kwa taifa hilo la Kirusi baada ya kushambulia maeneo yenye ngome za kijeshi za Urusi na kuharibu ndege za kivita na zingine za kijeshi za Urusi ambazo ni za thamani kubwa sana ya mabilioni ya dola. Sambamba na hayo, Ukraine ilifanya mashambulizi na kuharibu daraja la Crimea huko nchini Urusi, hali ambayo imemkasirisha sana rais wa Urusi Bwana Putin, kiasi kwamba hatamani tena mazungumzo zaidi ya kuishambulia Ukraine kwa nguvu zote kwa kutumia majeshi yote ya angani ya nchi kavu. Hata hivyo, wakati huu Urusi, wanajeshi wake wamefika katika mipaka ya magharibi mwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambapo kulikuwa na kiasi cha wanajeshi wa Ukraine, na wanajeshi hao wa Urusi sasa wanasonga mbele katika maeneo ya Dnipro. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ambayo imeeleza vitengo vya kitengo cha 90 cha mizinga ya kituo cha mapigano vimefika mpaka wa magharibi mwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk na vinaendelea kutoa mashambulizi katika maeneo ya mkoa huo, na bado mashambulizi ni mazito, na inadaiwa kwamba wanajeshi wengi wa Ukraine wanaanza tena kukimbia katika maeneo hayo. Wanajeshi wa Urusi wamewaondoa pia wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Zaria katika eneo la Donetsk siku iliyopita ya Jumapili. Lakini pia wanajeshi hao wanasema kwamba vitengo vya vita vya kusini vimekomboa makazi ya Zaria katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia vitengo madhubuti, wizara ilisema. Hata hivyo, wameua karibia wanajeshi 1360, ambapo waliobaki katika mstari wa mbele waliamua kuondoka katika uwanja wa vita, na hivyo Urusi kulitoa eneo hilo kiulaini kabisa. Urusi inaendeleza mashambulizi mazito na imesema kwamba sasa hadi Ukraine yenyewe iamue kuingia katika mazungumzo ni wakati ambapo wamefanya mashambulizi mazito kila eneo, na inasema kwamba itawasaka wanajeshi wote popote walipo wa Ukraine ambao wamesababishia hasara taifa hilo la Kirusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Tutakujuza mengi ambayo yanajiri ulimwenguni kote. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.